Wakenya waliokopa hazina ya Hustler hawajalipa zaidi ya shilingi bilioni 12.5 walizokopa. Hata hivyo, afisa mkuu wa hazina ya Hustler Henry Tanui sasa anasema kuwa pesa hizo ni lazima zirudishwe na waliokopa. Tanui alifahamisha kamati ya bunge kuhusu fedha kuwa 15% ya waliochukua mikopo hiyo wamekataa kulipa, kama Willy Lusige anavyotuarifu sasa. I now officially launch the Hustler. Mwaka wa 3 tangu kuzinduliwa rasmi kwa hazina ya Hustler, hazina hiyo sasa inasema kiwango cha mikopo ambayo haijalipwa imeongezeka kutoka shilingi bilioni 8.7 hadi shilingi bilioni 12.5. Hata hivyo, usimamizi wa hazina hiyo umeelezea kamati ya bunge kuwa fedha hizo hazitopotea kwa kuwa wana nambari za vitambulisho vya waliochukua mikopo hiyo. The young people that think that they borrowed and disappeared, they can't, because the ID is your account. The loan is tied to a national ID of every individual. Whether you have several SIM cards or one, and your national ID tells us even to the location that you come from. Except those who are passed on, which is natural, we will collect the money. Mkurugenzi wa hazina hiyo Henry Tanui alisema kuwa licha ya 15% ya waliokopa mikopo hiyo kushindwa kuilipia, hakuna atakayechukuliwa hatua za kisheria, ila wanafanya mazungumzo na walosusia kulipa. We don't take legal action, we don't arrest them, but we reach out in a humane way and we sell the benefits of the fund. For borrowers who remain unresponsive, the fund will commence a phased enforcement process, which includes forwarding accounts to dedicated debt collections or debt collegencies as final recourse. Kufikia sasa, shilingi bilioni 83 zimetolewa kwa Wakenya kupitia hazina hiyo, huku bilioni 71 zikiwa zimelipwa na Wakenya wakiwekeza shilingi bilioni 5.3. 5.3 billion which has been saved, that is gross, but we have allowed them to take 1.1 billion. Currently, we owe their savings of about 4.2 billion shillings. The majority of the young people between the age of 18 and 30 have saved 2 billion shillings. Tanui akisema hazina hiyo inalenga kutoa mikopo kwa Wakenya wenye kipato cha chini na ambao hawawezi kupata mikopo kwa urahisi. Kaunti ya Nairobi ikiongoza kwa idadi ya waliochukua mikopo hiyo ikifuatiwa na Kiambu. Nairobi is leading because of the population of Nairobi, followed by Kiambu and the rest. But every county including Lamu, they borrowed. Willy Lusige, runinga ya Citizen, Nairobi.